At the center of it all, it's you that I see. The thing that troubles the devil most, what is it according to you? Ni lipi hili ambalo linamfanya shetani anasumbuka sana? Usiku na mchana anawinda wa Kristo, anawinda watu wa Mungu. Huh? Microphone ndio hii. You show by the hand that you have something. Kwa ishara ya mkono. The thing that troubles the devil most. Ni lipi hili ambalo linamsumbua? What's the answer? What is the thing that troubles the devil most according to you as a child of God? According to you, that is your answer. Yeah. What is the thing that troubles the devil most according to you? Kulingana na wewe, ni nini ambao unafikiria inasumbua? Mwaengo as an answer, umpatie microphone. I think the thing which troubles the devil most is prayer. Prayer. Rudisha microphone. Nani mwingine? What's the thing? Cosmos. Patia pia wa mama, peleka microphone huko nyuma. What's the thing that troubles the devil most? According to me, it's worshiping God. Worshiping God. Peleka microphone huko nyuma. Wapi hao? Patia wa mama microphone, kule wa mama wanataka microphone. The children of God. The children of God. Ruka upande hii mwingine, kwaenda upande ile nyingine. The word of God. The word of God. Ruka upande hii. A faithful prayer. Faithful prayer. Believing in the word of God. Believing in the word. Wa mwisho. Having eternal life. Eternal life. Hallelujah. Amen. This is powerful, isn't it? Sini ya nguvu sana. All the answers are good. Majibu haya yote yako sawa. Amen. Amen. All the answers are good. Haya majibu yote yako. But the Bible will tell us. Lakini Biblia itatuambia. Luke chapter 4. Basi twende katika Luka sura ya 4. Verse 1. Mstari wa kwanza. To 6. I think this one can give us an answer. And Jesus, full of the Holy Spirit, returned from the Jordan and was led by the Spirit in the wilderness for 40 days, being tempted by the devil. And he ate nothing during those days. And when they were ended, he was hungry. The devil said to him, if you are the Son of God, command this stone to become bread. And Jesus answered him, it is written, man shall not live by bread alone. And the devil took him up and showed him all the kingdoms of the world in a moment of time. Now listen to this. Sasa sikia hii. What you see now, the one that followed, that is the trouble of the devil. What is it? Ni nini hiki? And the devil took him and showed him the kingdom of the earth. Now number 6 itakupatia jibu. To you I will give all this authority and their glory, for it has been delivered to me, and I give it to whom I will. 7. If you then will worship me, it will all be yours. So what is it what the devil wants most from you? Kwa hivyo nini ambacho shetani anahitaji sana kwako? Ni ibada. Worship. Ibada. So the devil wants you to worship him. Shetani anataka umwabudu And not to worship God. na usiabudu Mungu. That's why whenever we declare, we say, okay, we have prayer, we have fasting, the devil will make sure you don't pray, you don't fast. Ndio sababu wakati tunasema tuko na maombi ya kufunga na kuomba, shetani akahakikisha kwamba hauombi. That is the time the devil will show you big contracts. Huo ndio wakati ambao shetani anakuonyesha kandarasi kubwa. He's going to show you big money. Anakuonyesha pesa kubwa. Because he wanted to exchange material things with worship. Jesus, worship me, I give you glory. Worship me, I give you money. Worship me, I give you all the kingdoms, they are mine. Kwa sababu anataka kukubadilishia mali na ibada. Ndio sababu anaambia Yesu ya kwamba niabudu nikupatie mali. Sit down. Sasa tukae chini. Wow. Amen. You see, the Jewish people, they pray 3 times per day. Wayahudi waomba mara 3 kwa siku.
The Muslims, they go 5 times per day. Waislamu nao huenda mara 5 kwa siku. Christians are the lazy people. Wakristo ndio watu wavivu duniani. They believe in the grace of God. Wanaamini tu katika neema ya Mungu. Jesus did everything for them. Ya kwamba Yesu alimfanyia kila kitu. So that they don't pray. Ndiposa wasiombe. But even Jesus himself, lakini hata Yesu mwenyewe, knows that the devil is in charge here on earth. Anajua ya kwamba shetani ameshikilia usukani hapa ulimwenguni. Jesus knows. Yesu anajua hivi. The day Adam and Eve sinned, automatically they surrendered their authority, their power to the devil. Siku ile Adamu na Hawa walitenda dhambi katika shamba la Edeni, walipeana mamlaka yao na mali yao kwa shetani. Yes, they gave it out. Waliipeana. That's why the devil says to Jesus, ndio sababu shetani anamwambia Yesu, worship me, niabudu, I give you the kingdom. nikupatie ufalme. Everything you see, kila kitu unachoona, is mine. ni mali yangu. It was given to me. Nilipatiwa mimi. Who gave him? Nani alikupatia? Adam. Adamu. Because according to God, kwa sababu kulingana na Mungu, he gave the earth to Adam and Eve. Alipatia ulimwengu Adamu na Eva. Can we read Genesis chapter 3? Tunaweza anzia chapter 1, 27, 28, 29. Genesis 1. Mwanzo sura ya There it is. And God blessed them. And God said to them, be fruitful and multiply and fill the earth and subdue it and have what? Dominion. Over the fish, over and everything. Do you understand? Naelewa So sasa. when God created the earth, wakati Mungu aliumba ulimwengu, he gave men dominion. akapatia wanadamu Go, tawala. rule, subdue. Endeni mutawale. Now, by yielding or accepting the counsel of the devil, kwa kukubaliana na shauri la shetani, men sold his power and authority. mwanadamu akauza ile mamlaka yake na nguvu kwake. Genesis chapter 3 verse 1. Can you put it there? Mwanzo sura ya 3 na mstari wa 1. Now, read with me here. Some pamoja. Now, the serpent was more crafty than any other beast of the field that the Lord God had made. He said to the woman, did God actually say, you shall not eat of any tree in the garden? The woman said to the serpent, we will eat. Now, look at this. Sasa ona hapa. The first sin the woman is committing is to enter into discussion about God with the devil. Tendo la kwanza ambalo linakuwa ni dhambi kwa huyu mwanamke ni kwanza kujadiliana na You shetani. don't enter in discussion about God with the devil. Uwezi anza kuingia katika majadiliano yanayohusiana na Mungu na shetani. You don't discuss God. Hakuna kujadiliana kuhusu Mungu. To the Jewish people, Kwa Wayahudi, because the gospel of salvation is coming from them according to kwa Jesus, sababu injili ya ukombozi inatoka kwao kutokana kulingana na Yesu. that's what he said to the Samaritan woman, John chapter 4. Hivyo ndio aliambia mwanamke Msamaria katika Yohana 4. That salvation or the gospel comes from the Jews. Ya kwamba wokovu watoka kwa Wayahudi. And now listen. Sasa sikia. The Jewish, Wayahudi, they don't discuss God. hawaongei ama hawajadiliani chochote kuhusu Even Mungu. to write the name Yahweh, they refused. They changed it into Jehovah because of fear, because Yahweh is the name of God. Hata jina Yawe walikataa hata kulitumia. Wanasema watabadilisha ikae Jehova kwa sababu Yawe ni jina ya Mungu wao. They believed by writing Yahweh, you can write it with mistakes and automatically to them it is a taboo. Wanaamini ya kwamba katika kuliandika lile jina waweza kosea kibahati mbaya na itakuwa ni makosa So makubwa. they changed it, instead of Yahweh, they call him Jehovah, to just run away from that name. Walibadilisha ile jina kutoka kwa Yawe wakaita Jehova, ndiposa waliondokea lile jina. So they don't discuss God Hawabishani kuhusu Mungu as we are doing in our days. vile tunabishana siku ya leo. You see people sit down, discuss God. Unaona watu wanakaa chini wanajadiliana kuhusu Mungu. Whatever God says is final. Chochote ambacho Mungu amesema ni mwisho. It is amen. According to the scripture, we say amen. God has spoken. Kulingana na maandiko ni amina, hakuna jambo lingine. You don't sit down and discuss, okay, God said this, why did he say this, what does he think? We don't discuss God. Hautakaa chini kuanza kubishana na mwenzako. Kwa nini Mungu alisema hivi? Kwa nini anafanya vile? Hapana, haiwezekani. Now, Eve didn't get it
Hawa hakushika hili jambo. She started now discussing God. Alianza sasa kuongea mambo ya Did Mungu. God say you are not supposed to eat everything? Ati ni Mungu alisema kwamba msikule kila kitu? Oh no, he said we can eat, Alisema kwamba tunaweza kula but we ndio, cannot eat this one. lakini hii hatuwezi Why kula. did he say so? Mbona alisema hivyo? But he knows that he's lying to you. Lakini si anajua kwamba anawadanganya. The day you eat from this tree, Ya kwamba ile siku mtakula kwa huu you mti, shall become like him, mtakuwa kama yeye, having the knowledge of good and evil. mjue mema na You mabaya, are not going to die. hawezi kufa. That's what he said. Hivyo ndio alimwambia. And the Bible Na says Biblia inasema the woman saw that the fruit was good. ule mwanamke akaona kwamba tunda lile ni mzuri kwa We chakula. do not discuss God. Atubishani, atujadiliani Whatever chochote God kuhusu says, Mungu. it is amen, it is amen and amen. Chochote That's ambacho all. Mungu anasema ni amina, amina, milele amina. Because God cannot discuss, his knowledge is too high. Kwa sababu hekima ya Mungu iko juu sana, It's too much ni zaidi to be discussed. ya kuweza kujadiliwa. Now, in discussion, Katika majadiliano, the devil tricked her. shetani akamutrick, He tricked her. akamuweka katika hali ya tatanishi, And she ate from the na fruit. akakula yale matunda. Now, after eating from the Baada ya fruits, kukula yule mtunda, they sold their power. sasa wakauza nguvu zao, They sold their dominion. wakauza hata utawala wao. That's why when God came in the evening, Ndio sababu wakati Mungu aliwatembelea jioni, is it 3, 6 or 7? Put it there. Now, so when the woman saw that the tree was good for food and that it was a delight to the eyes, you see, automatically here it means the woman doubted God. She believed the devil instead of God. namaanisha kwamba huyu mwanamke alianza kuwa na shaka na Mungu, akaamini shetani Hapana, sana alianza kuliko kuwa Mungu. na shaka. Alikuwa na shaka na Mungu. She doubted God. Full stop. Yes. She doubted. Aliingia katika shaka kwa Yes. Mungu. She said God is a liar. Akasema Mungu basi ni muongo. If he's hiding this something good, Kama anatuficha hiki so jambo God mzuri, is a liar. Mungu basi ni muongo. I'm going to eat from the fruit. Mimi nitakula mtunda. She ate. Na akakula. 7. Mstari wa 7. Look at this. Then the eyes of both were opened. Macho. Opened to what? Opened to evil. Opened to what? Opened to rebellion. Kwa hivyo macho haya yakafunguka kwa uovu na hata uasi. When the eyes are opened, Wakati macho they yamefunguka, are open to what? yanafungukia nini? To rebellion. Ni katika uasi. Eyes opened, Macho ambayo yamefunguka, they became rebels. wakakuwa waasi, They became wicked. wakakuwa watu waovu, They became sinners. wakakuwa watenda dhambi. Mungu hatembeake na mtu mjanja. God does not walk with the wise. Ukikuwa mjanja hautembei na Mungu. Yes, if you are a wise person, you are not going to walk with God. Kuna watu wanajifanya wajanja. There are people who think they are very wise and Wao tricky. wanajua kuliko Mungu, isn't it? Wajuaji. Ukijua kuliko Mungu hautakuwa rafiki yake. That's why the devil was sent packing. Yeah, ndio sababu shetani alifukuzwa mbinguni. Alifukuzwa juu ya nini? Ezekiel chapter 28 verse number 11. Ezekieli 28. Why was the devil chased from heaven? Why? Kwa nini shetani basi alifukuzwa kule mbinguni? Son of man, rise a lamentation over the king of Tyre and say to him, thus says the Lord. Now, when the Bible talks about the king of Tyre, who is the king of Tyre? Wakati Biblia inaongea kuhusu mfalme wa Tiro, ni nani huyu? It means people rules Inamaanisha kwamba kuna watu wanaotawala through the devil kupitia kwa shetani or by the devil. ama kwa shetani. Are you following that? Tunafuata hiyo. Not everybody, Sio kila mtu, but you have wicked kings, lakini kuna wafalme ambao ni waovu, wicked leaders viongozi ambao ni who waovu, are agents of the devil. ambao hawa ni maagent wa shetani. Now, you are the signet of perfection. Who was the signet of perfection? Who was that? Ni nani huyu? Was he the king of Tyre? Tyre? No? Je, alikuwa ni mfalme wa Tiro? Now listen. Sasa sikia. Full of wisdom and perfect in beauty. Who was this? The devil. Lucifer. He was beautiful. He was powerful. He was nice. Lucifer alikuwa mzuri, anapendeza, akona kila kitu mzuri. 14. Or is it 13 now? You were in Eden, the garden of God. Every precious stone was your covering. Sardius, topaz, diamond, beryl, onyx, jasper, sapphire, emerald, just name it. And crafted in gold were your settings and your engravings.
On the day that you were created, they were prepared for you. You were an anointed guardian cherubim. Do you see now? Naona A sasa cherub is an angel. kerubi Cherub are manake not ni human beings, malaika. they are angels. Hawa ni malaika. I placed you. You are on the holy mountain of God. In the midst of stones, of fire, you walked. You were blameless in your ways from the day you were created till unrighteousness was found in you. In the abundance of your trade, you were filled with violence in your midst, and you sinned, so I cast you. I did what? I cast you as a profane thing from the mountain of God, which is in heaven. It was cast now. And I destroyed you, O guardian cherub, from the midst of stones of fire. 17. Your heart was proud because of your beauty. He was created very beautiful, wonderful, handsome. Now, you corrupted your wisdom for the sake of your splendor. I cast you to the ground. I exposed you before king to feast their eyes on you. 18. But the multitude of your iniquities in the unrighteousness of your trade, you profaned your sanctuaries. So I brought fire out from your midst. It consumed you, and I turned you to ashes on the earth in the sight of all who saw you. So he's talking about the future and the past, everything. This is a prophecy. Now continue. All who know you among the peoples are appalled at you. You have come to a dreadful end and shall be no more forever. So a day is coming that the devil will be destroyed, Ya kwamba burnt shetani ataharibiwa and abolished forever na and chomwe will milele, be no more. na hata kuwa tena. Now, he was in heaven, Alikuwa kule mbinguni full of glory akiwa na fahari and everything. na utukufu na kila kitu. Now, because of the beauty Kwa sababu ya ule urembo and glory given to him by God, na utukufu ambao Mungu alimupa, the Bible says he wanted to become like God. Biblia inasema kwamba akataka kuwa kama Mungu. That's why the Bible says, in your beauty, because of your beauty, you said to yourself, I will become like the Most High. So because of that, he was brought down. Ndio sababu Biblia inasema kwamba katika urembo wako, katika fahari yako ulitaka kuwa kama Mungu. Now, Ndio sababu when he kaangushwa. down, Wakati alianguka huku, he has no place of his own. hakuwa na mahali pake pa He is kukaa. now a wanderer. Sasa akakuwa mkama mtoro. He's going here and there without a place. Anaranda huku na kule, hana mahali ya kukaa. And then he find man ruling on earth. Alafu akapata mwanadamu anatawala ulimwenguni And he has nowhere to rule. na hana mahali ya kutawala He yeye. wanted to rule in heaven, Alitaka utawala mbinguni and then he spoiled heaven, na kule akaharibu mambo was chased from heaven. na akafukuzwa. Now he comes on earth, Sasa anakuja duniani, man is a ruler on earth. mwanadamu ndiye He anatawala has nowhere ulimwenguni to go. na hana mahali ya kwenda. Now he become a wanderer. Sasa anakuwa kama mtoro. What can I do now? Ni nini ambayo nitafanya sasa? Heaven has been taken away. Mbingu imechukuliwa, The earth has been taken away. ulimwengu pia uko na wenyewe. So where do I Sasa go? mimi nitakaa What wapi? do I become? Mimi nitakuwa nini? I will trick this man. Huyu mtu nitamweka katika mtego I take his authority. na nichukue mamlaka yake, I rule the earth. alafu nitawale ulimwengu. That's what he did. Hivyo ndio alifanya. Now, to do that, Kufanya you hivyo, have to separate man from God. lazima sasa angemtenganisha mwanadamu na Mungu. Whoever want to have you Wakati anataka kuwa nawe, must make sure he separates you from God. lazima hakisha kwamba amekutenga na Mungu. Once you are separated from God, Wakati umetenganishwa na Mungu, you are naked. sasa umebaki You uchi, become a prey unakuwa kama that mawindo the devil can feast on you. ambayo shetani anaweza akakuwinda. So that is what he did. Hivyo ndivyo alifanya. So now, by telling Eve, did God say this? Kwa kuuliza Hawa, je, Mungu alisema hivi? You should speak like an authority. Lazima uongee kama mtu aliye katika Who are you to mamlaka. discuss God? Wewe ni nani ujadiliane na Mungu? That's all. Hivyo tu, Ama namna gani? si ndio? Was it necessary for him to answer the devil? No. Hakustahili kumjibu shetani. Hata Yesu mwenyewe hakumjibu That's why we shetani. have some children of God who are making shame to heaven. Ndio. They don't know their authority. They don't know their salvation. They don't understand what have been given by God. They discuss anything.
Ndio sababu naona watoto wa Mungu wanaaibisha ufalme, kwa sababu hawajui mamlaka yao imefika kiwango gani. Hawajui ni mambo yapi ya kuweza kujadiliana na ambayo si ya kujadiliana. The devil is asking you. Shetani anakuuliza. Did God say ABCD? Je, ni Mungu alisema hivi na vile? Why are you asking? Wewe mbona unaniuliza? Mbona unauliza hayo maswali? Yeah. If you could have told the devil, why are you asking? Angemuuliza Shetani, mbona unaniuliza Why hayo? are you asking that question? Mbona unaniuliza hiyo swali? That's you know, you have authority. Hapo inamaanisha kwamba uko katika mamlaka. You are in power. Uko katika mamlaka. So you are not obligated to answer every question. No. Wewe haujawajibika kujibu swali lolote lile kutoka kwa yeyote So by yule. answering the question, Kwa kujibu lile swali, and then he went on. alafu sasa akaendelea na But when you see kuongea. Jesus, Lakini ukiangalia Yesu, when the devil says, wakati Shetani anasema, turn stones into bread, badilisha mawe yawe mkate, Jesus says, no. Yesu anamwambia Man hapana. shall not live by bread alone, Damu hataishi kwa mkate peke by yake, the word of God. lakini kwa neno la Mungu. Worship me. Niabudu. My knees is for God, not Magoti you, yangu devil. ni ya Mungu, si Oh, yako. do this. Oh, fanya hivi. Shut up. Anamwambia Get nyamaza. lost. Potelea mbali. You see, that's No. authority. Hiyo ni mamlaka. It's not you say, hey, you know what? He said we can eat everything. But you know what? This one we cannot eat. So what? So what? Sio kwanza kusema kwamba ndio alituambia tunaweza kula kitu, lakini hii alituambia tusikule. That's where everything is starting now. Ndio sababu mambo pale yalianza Now, kuharibikia. after selling that glory, Baada ya kuuza ule utukufu, that authority, ile mamlaka, in the evening, jioni God came in the field. Mungu akatembea. Genesis chapter 3:7, I think, or 8. And then they heard the sound of what? Of the Lord. Of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. What happened? And the man and his wife did what? Eat themselves. To do what? Before the presence of God. And then among the Mungu wa majeshi. Now let me surprise you. Sasa wacha ni washangaze. These people are hiding before God, Hawa watu wanajificha mbele ya Mungu, but they are comfortable with the devil lakini ati wako sawa kukaa na shetani. because they were talking with the devil. Sababu walikuwa wanaongea na Yeah, yeye, yeah. wanajadiliana. Eat the fruit. Kula You matunda, become like God. utakuwa kama Mungu. They take fruit. Wanachukua mtunda, They eat. wanakula, They become wicked. wanakuwa waovu. Their eyes can see now. Macho yao yanaweza funguka They sasa. know they are naked. Ndio wanaanza kutambua kwamba wako uchi. They are okay. Wako sawa na shetani They yako are not pale. hiding. Hawamjifichi kwa When shetani. God comes, Wakati Mungu anakuja, they go into hiding. wote wanaingia kichakani. The devil becomes their friend. Shetani anafanyika rafiki yao. God becomes their enemy. Sasa Mungu anakuwa ndiye adui. They are comfortable with the devil Wako sawa kukaa na and shetani, uncomfortable before God. lakini hawajisikii kutosheka kukaa na Mungu. So they sold their Kwa birthright. hivyo wakauza ile uzaliwa wa kwanza. Like Esau, they sold it. Kama Esau wakauza. The devil took charge. Shetani sasa akachukua mamlaka. And Jesus says, Na Yesu anasema hivi, the devil is in charge of the world. Shetani ndiye mtawala wa dunia hii. Put John chapter 14 verse 30. It is there. Iko pale katika maandiko. This is Jesus himself saying. Huyu ni Yesu Kristo mwenyewe anasema haya mambo. He says, I will no longer talk much with you, Anasema for the sita- ruler of this world is coming. He has no claim on me. The ruler of what? Mtawala wa nini? Oh, come on. Did I write the Ulimwengu Bible? huu. The ruler of what? Wa ulimwengu huu. The ruler of this world is coming. This is Jesus talking. Huyu ni Yesu Kristo anaongea. The ruler of this world is coming. Anasema mtawala wa ulimwengu huu yuaja. So by sinning, Kwa kutenda dhambi, we gave the devil authority tukampatia shetani to mamlaka rule over us, ya kututawala to sisi. take charge. Kuweza kuchukua usukani. That's why the Bible Kwa says, sababu Biblia inasema whoever sins yeyote anatenda dhambi, is a slave to sins. huyu amekuwa Mtumwa wa mtumwa wa dhambi. dhambi. So whenever you become a sinner, Wakati unakuwa mtenda dhambi, automatically you become a slave to mara sin. moja unakuwa mtumwa wa By dhambi. obeying the devil, Kwa kumtii we shetani, become slave to the devil. unakuwa mtumwa wa shetani. Now prayer, Sasa maombi, when we pray, wakati tunaomba, we engage God in our lives. basi tunamleta Mungu afanye kazi katika maisha yetu. We give our adoration and worship to God. Tunamupa sifa na ibada yetu kwake. And that is what the devil wants most. Na hicho ndicho kitu cha umuhimu ambao shetani hata yeye anataka. He wants us to worship him. Anataka sisi tumwabudu.
He wants us to praise him. Anataka sisi tumtukuze. And we refuse with our worship. Na sisi tunakataa na ibada yetu. We give it to God. Tunaipatia Mungu. Now, because the devil is ruling here, Kwa sababu shetani ni mtawala wa huku, one way to engage God in our wakati lives tunataka kuleta Mungu maishani mwetu is by prayer. ni kwa maombi. That's why Jesus Ndio says, sababu Yesu anasema when you pray, wakati unaomba, say, our Father in heaven, sema Baba yetu uliye mbinguni, may your kingdom, ufalme wako na uje. may your will be done on Mapenzi earth. yako yafanyike hapa duniani So kama when vile we mbinguni. pray, Wakati we tunaomba, bring the kingdom down. tunaushusha ule ufalme We tunaleta hapa chini. engage God in our lives. Tunaleta Mungu katika maisha We yetu. engage God in our Tunaleta situation Mungu katika hali zetu. so that he can operate. Siposa afanye kazi. When we don't pray, Kama hatuombi, nothing will happen. hakuna kitu ambayo itafanyika. That's why Jesus said pray. Ndio sababu Yesu anawaambia ombeni. Hallelujah. Amen. So prayer is very Kwa important. hivyo maombi ni ya muhimu sana. A prayerless church Kanisa lisiloomba is a broke ni church. kanisa iliyovunjika. A prayerless church Kanisa ambalo is a haliombi crippled ni church. kanisa A iliyokilemaa. prayerless church Kanisa ambalo haliombi is a church that is blind. ni kanisa ambalo ni kipofu. A prayerless church Kanisa ambalo has haliombi no direction. halina mwelekeo. A prayerless church Kanisa ambalo haliombi has no future. hawana hata na A hatima. prayerless church Kanisa ambalo haliombi goes nowhere. haiendi mahali popote. Jesus says, Yesu Kristo anasema hivi. one man planted good seed in his farm. Mmoja mkulima akapanda mbegu mzuri katika shamba lake. When people went to sleep, Wakati watu walienda kulala, the enemy came into the adui farm akaja lile shambani and planted weeds in the na same farm. akapanda magugu. So when these things came up, Wakati mimea yote ilikomaa, the farmer saw weeds out of the farm. mkulima akaanza kuona magugu He katikati ya said, ngano. hey, Akasema, didn't we plant good seed? sisi tulipanda ngano Why is mzuri. it now that there is a wheat in the farm? Ni vipi magugu yamemea pamoja na Where ngano? is it coming from? Yametokea wapi? The enemy planted Adui alipanda when they went to sleep. wakati walienda kulala. When you sleep, Wakati unalala it is dark. ni usiku. And the devil likes darkness. Na shetani anapenda giza sana. Darkness represents ignorance. Giza inaonyeshana kutojali. Darkness represents laziness. Inaonyesha hata pia uvivu. People who lack knowledge, Watu ambao wamekosa they don't hekima. understand the ways of God. Haelewi mambo, They wanaelewa don't mambo know ya how Mungu. God operates. Hawajui Mungu anafanya They kazi do aje. things their own ways. Wanafanya mambo kivyao. And now when the enemy comes, Alafu adui akija, they don't know what he's doing. hawajui hata yeye They anafanya are nini. asleep. Wamelala. The devil will come Shetani atakuja and inflict or inject sicknesses in their bodies na adunge magonjwa ndani ya mili yao when they are asleep. wakati wako usingizi. When they wake up in the morning, Wakiamka asubuhi, some organs of the body are unfunction, cannot function. viungo vingine vya mwili vinakataa kufanya kazi, They are in trouble. ziko katika tatizo. And then they go to see the doctor. Alafu anaenda kuona They daktari, say this organ is in trouble. wanawaambia kwamba hiki kiungo kiko katika shida. When you sleep, Wakati unalala, you give him opportunity. unampatia shetani nafasi. What does it mean to sleep? Inamaanishaje kulala? Spiritually speaking, Ukiongea katika hali ya kiroho, when you belong to Christ kama wewe ni mtoto wa Yesu and you don't pray, alafu hauombi, it means inamaanisha you are powerless. hauna nguvu, You don't have a cover. hauna kifuniko, You lack protection. unakosa You ulinzi, walk in darkness. unatembea katika giza. You know, shouting in church is just shouting. Unajua kupasa kelele kanisani ni But kupasa tu, walking in power lakini maombi ni is nguvu. something different. Maombi pia ni tofauti na The ya nguvu. land cannot be healed by shouting. Nchi haiwezi The ikaponywa land is katika healed by kelele. prayer. Nchi inaponywa katika maombi. Second Chronicles, Mambo ya Nyakati wa Pili, chapter what? Is it 7:14 or 14:7? Which one? Put it there. If my people who are called by my name humble themselves and do what? And pray. Listen, people. sikieni watu, The land is healed by prayer. inaponywa katika maombi. The land is not healed by money. Nchi haiponywi na pesa. Do you understand? Naelewana? The land is not healed by material things. Nchi haiponywi kwa mali.
The land is healed by prayer. Nchi inaponywa kwa maombi. Your family is healed by prayer. Familia yako itaponywa na maombi. Your life is protected by prayer. Maisha yako yatalindwa katika maombi. Your money cannot protect you. Pesa yako haiwezi kukulinda. That's why we have people with money but they cannot eat their money. Ndio sababu tunao watu wako na pesa lakini hawezi You kuzifurahia. see somebody has money but is in the hospital. Unaona mtu wako na pesa lakini ako katika kitanda cha maututi. There is a day I visited MP Shah Hospital. Nikitembea kule Mpisha Hospital. There is a day I visited MP Shah Hospital. Kuna siku nilitembea kule Mpisha Hospital. And then I found a man there. Na nikapata mtu pale. He's an Indian. Huyu alikuwa ni Muhindi. This man very rich. Huyu mtu ni tajiri A kabisa. billionaire. Mtu Very rich. bilionea. In bed there. Katika kitanda pale. In ICU. Katika kitanda cha wagonjwa maututi. He cannot eat his money. Hawezi kula pesa yake. He cannot enjoy anything. Hawezi furahia chochote. He's there. Ako pale. And he's still young. Na bado ni kijana mdogo. Don't tell me Usiniambie that whoever dies, ya kwamba yote it is anakufa. the will of Ni God. mapenzi ya Mungu. No. Hakuna. God forbid. Oh. Amen. Abel died. Abeli alikufa. God said to Cain, Mungu akamwambia where is Kaini, your brother? ndugu yako ako wapi? Why did you kill him? Mbona ulimuua? I can hear the voice of his Mimi blood. nasikia sauti ya damu And yake. God cast him. Na Mungu akamlaani. It means Maana yake that was one of the day written for Abel to die. hiyo sio siku ambayo Abeli alikuwa ameandikiwa kufa. But Cain killed him. Lakini Kaini akamuua. Do you understand? Unaelewa sasa? When you are sick, Wakati uko don't say mgonjwa, it's the will of God. useme ni mapenzi The ya devil Mungu. can plant it in your body. Shetani anaweza ipanda maishani mwako Do you ama katika understand? mwili wako. Because if you don't pray, Kwa sababu usipoomba, how are you ni protected? vipi wewe umelindwa? You cry for your marriage. Unalilia My ndoa marriage yako. is not working. Oh, ndoa yangu My haifanyi kazi. husband is Mume going wangu out. ndio amekuwa You cannot mbaya. even pray. Huwezi hata ukaomba. Very lazy. Ukiwa mtu mvivu sana. You eat from tarehe moja ya January to tarehe 31st ya December. Eat until you become food. Listen, man. Unakula kuanzia tarehe mosi ya Januari mpaka In 31 this Disemba. kingdom, we don't operate that way. Katika ufalme huu mambo hayafanyiki vile. In the kingdom of God, we know that we are at war. Katika ufalme wa Mungu tunajua kwamba tuko katika vita. We know we are at war. Tunajua kwamba tuko katika vita. We know the devil hates us with passion. We Tunajua know. kwamba shetani anatuchukia kikamilifu. He hates us seriously. Anatuchukia If he kabisa can get the kabisa. opportunity, he destroys. You know, he hates us. Akipata nafasi ni kukusiaga, atakusiaga. He hates us. Anatuchukia sana. I want you to know that. Nataka ujue hivyo. There are many things that happen. Kuna mambo mengi ambayo yanafanyika They have not been ordained by God in our lives. ambayo hayajaruhusiwa na Mungu katika maisha yetu. God cannot ordain evil into our lives. Mungu hawezi ruhusu Hey, come uovu on, ndani man. ya maisha yetu. God cannot ordain evil into our lives. Mungu hawezi ruhusu uovu ndani ya maisha yetu. When evil come to us, Wakati uovu unatujia, it is not that God has sent evil to us. si ya No. kwamba Mungu ndiye ametuma ule uovu kwetu. Joseph said to his brothers, Yusufu anamwambia ndugu zao, you plan to do me evil, mlipanga kunitendea but uovu, God changed it lakini Mungu into akaibadilisha something kuwa good. kitu kizuri. So whatever Joseph went through, Kwa hivyo chochote ambacho mnachagua kufanya, don't say it is God. Usiseme kwamba Hapana. ni Mungu, hapana. Hapana. No way. When a human being want to do evil, wakati mwanadamu atakayependa kufanya uovu, sometimes God look at it. wakati mwingine Mungu anaiangalia tu, But lakini when you look at Joseph, akiangalia Yusufu, he loves God. anampenda Mungu, He fears God. ako na Mungu. And God now guide. Sasa Mungu anaongoza Whatever they plan, ule uovu, he turned the evil into good anabadilisha ule uovu kuwa to kitu kizuri. bless Joseph. Umbariki Yusufu. Whatever evil the enemy plans against you, Uovu wote ambao shetani God amepanga is kwa turning jina it lako, into good. Mungu anaubadilisha kwa To wema, the glory of God. kwa utukufu wake Mungu. But Lakini open your heart. fungua moyo wako, Be prayerful. kuwa mtu wa This maombi. is the only way we protect the church. Hii ndiyo njia ya pekee ya kulinda kanisa. There is no any other way we can protect the church. Hakuna njia nyingine ya kulinda kanisa. Through leadership, Katika uongozi it will show people to pray. ni kuonyesha watu jinsi ya kuomba. When you read the book of Genesis chapter 15, Wakati unasoma Mwanzo sura ya God 15, said to Abraham, Mungu anamwambia Abrahamu, your children will go into slavery watoto wako wataenda katika for utumwa 400 years. kwa miaka 400, But they spent 430 years. lakini walitumika miaka 430 Because of lack of leadership, kwa sababu ya kukosa because of uongozi. lack of prayer, Ni kwa sababu ya kukosa maombi. Jeremiah prophesied Yeremia akatabiri that Israel will go into captivity ya kwamba Israeli itaenda kule for kwa utumwa 70 years. kwa miaka 70. But they came out before 70 years.
kuja kabla ya miaka Because 70. Daniel prayed and interceded. Kwa sababu Danieli aliomba na akaweza kuwaombea. Because of the prayer of Daniel, Kwa sababu ya maombi ya Danieli, the 70 years were shortened. ile miaka 70 ikafunguzwa. That's why they say, Ndio sababu anasema when we came out, wakati tulitoka we were like dreaming. tulikuwa ni kama tunaota. We could not believe it. Hatungeweza kuamini We came out kwamba tulitoka of the bondage. ya katika kile We kifungo. could not believe our eyes. Tungeamini macho yetu. When there is prayer and fasting, Wakati wa kufunga na your kuomba, miracle is anticipated. muujiza wako unaachiliwa. Your blessings is maximized. Baraka zako zinaonekana kwa wingi. You know what? Unajua nini? Your things move in acceleration Vitu zako zinatembea katika nguvu because there is prayer. kwa sababu ya maombi. When there is no prayer, Wakati hakuna maombi, you can stay in that situation for so long time unaweza kaa katika hali moja kwa muda mrefu and you sana see no change. na huoni mabadiliko yoyote. When we tell the church pray, Kiambia kanisa liombe, it is out of love. ni kutoka kwa upendo, It is out of God's word. ni kutoka kwa neno la It Mungu, is out of God's will. ni kutoka katika mapenzi ya To Mungu. pray is not to suffer. Kuomba si kuteseka, It's to give God authorization. ni kumpatia Mungu ruhusa. Come into my situation. Kuja katika hali yangu. I know there is a will in heaven for me. Najua kwamba kuna mapenzi mbinguni kwa ajili There yangu. is the will of God for me in heaven. Kuna mapenzi ya Mungu katika mbingu kwa That ajili will of yangu. God is for my prosperity. Na ule mapenzi ya Mungu ni kwa It's ufanisi for my wangu. peace and my Ni blessings. kwa ajili ya amani yangu na baraka yangu. Oh God, bring that will to pass into my life. Mungu ufanye yale mapenzi yako So yakatimie you maishani mwangu. engage heaven into your life. Kwa hivyo unaleta mbingu katika maisha yako. Engage heaven into your marriage. Unaleta mbingu katika ndoa yako. Engage heaven into your situation. Unaleta mbingu katika hali yako. That's how things will operate. Hivyo ndivyo mambo yatafanya kazi. If you don't pray, Kama utaomba, oh, Mungu atafanya tu kwa wakati yake. kwa neema tu Mungu atafanya. Tumeokolewa kwa neema. We've been saved Paul by the grace. says, I prayed, Biblia inasema Paulo aliomba, I fasted nikafunga in multiplication. katika kwa wingi sana. I fought the beast at Ephesus. Nilipigana na yule my mnyama God. kule wa Efeso. I prayed day and night Nikaomba usiku na mchana until he was taken to the third heaven. mpaka nikapelekwa katika mbingu ya He tatu. saw revelations. Akaona maufunuo, He saw things aliona mambo that were strange in his days. ambayo alikuwa Because of hayajulikana prayer katika wakati and wake. fasting. Kwa sababu ya maombi ya You kufunga na don't kuomba. receive revelation sitting at the pot of meat, eating meat, isn't it? And Yes. then you receive heavenly revelations. The devil is a liar. Huwezi ukapokea maono wakati umekaa kwa choma base. Wewe unakula nyama na minofu kila asubuhi. Huwezi ukapata. Sitting at the pot of meat, Wewe umekaa Eh? katika mahali ambao nyama and then wanachoma. you want a revelation from Na him. Which unapata revelations? ufahamu ama hekima Which kutoka Mungu. revelations? Huwezi pata hata ufunuo. Moses Musa saw God aliona Mungu from behind kutoka nyuma through prayer and fasting. kupitia kufunga na kuomba, Not sitting at the pot of fish. si kukaa katika mahali ambao wana Listen, choma people of samaki. God. Sikieni watu, There is no revival on earth hakuna ufufio hapa duniani that came ambao ulikuja because of the way people were eating. kwa sababu ya vile watu walikuwa wanakula. Every revival that came on earth, Kila ufufio ambao ulikuja hapa it duniani came through prayer and fasting. ulikuja kupitia maombi ya kufunga na kuomba. When darkness came on earth, Wakati giza ilibubika hapa ulimwenguni, there were no more the word of God. neno la Mungu halikuweko tena. In Rome, people started worshiping statues Kule Roma watu wakaanza kuabudu sanamu na and then vinyago, worship many things. na wakaabudu vitu vingi sana. They teach foreign things Wakaanza kufunza vitu tofauti na za Mungu, about purgatory, about Kuhusu purgatory, worship of Mary, kuhusu worship of kuabudu the kwa Maria, saints, na and watakatifu, funny things. na vitu ambavyo They ni vya went maajabu. away from the word of God, Wakatoka nje ya mapenzi ya Mungu and the gospel shall be preached. na injili itahubiriwa. When they went away from the scripture, Sasa wakatoroka katika darkness maandiko came, na giza ikaingia. and then you have these reformations. Sasa kuna hawa mageuzi, They brought a bit of revival, went back in darkness. A bit of revival, darkness. Now, in 1903, somewhere there to 6, katika mwaka wa that is 1903 now when revival will come again. ndio sasa ufufio The ukaanza kuja Holy tena. Spirit returned, came on earth. Roho Mtakatifu akaja tena duniani. You know, the revival that's written for Azusa, you know. Yeah.
The Azusa revival. So it came Ufufio wa Azusa because of prayer ulikuja kwa ajili ya maombi and fasting. na kufunga. People went in search of God. Watu wakaanza kumtafuta They Mungu, pray again wakaomba tena until the Holy Spirit came again. mpaka Roho Mtakatifu akashuka tena. That's why we talk about Pentecostism. Ndio sababu tunaongea kuhusu The Upentekosto, speaking in tongues. kunena kwa lugha mpya. That's when it started again. Sasa ikaanza upya The tena. Holy Spirit came like in the days of Pentecost. Roho Mtakatifu akaja kama siku za And people Pentekoste. spoke in tongues again, they will speak today. Watu wakaanza kuongea kwa lugha mpaka wa leo. And then the gospel spread. Alafu injili sasa ikaenea. Listen, people of God. Sikieni watu wa Mungu, The grace of God, neema ya Mungu, the fact that Jesus died for you, licha ya kwamba Yesu cannot alikufilia, prevent you from prayer. haiwezi kukuzuia wewe Cannot usiombe, prevent you from, fasting. haiwezi kuzuia wewe kufunga na kuomba, Because Jesus did it. kwa sababu hata yeye Yesu mwenyewe You aliifanya. call him master, he did it. Yeye unayemuita Bwana alifanya hivyo. Paul was also saved by grace. Paulo pia aliokolewa kwa neema. He was a prayerful person. Alikuwa mtu wa maombi sana, Prayed and fasted kuomba na kufunga in multiplication kwa wingi to sana, be clothed by the power of God, akafikwa na nguvu ya Mungu, so that you live as a child of God. ndiposa uishi kama mtoto wa Mungu. Today, Leo if you look at the Christians, ukiangalia Wakristo, you look at the unbelievers, unaangalia wale wasioamini, they are the most doubtful kind of people. ndio watu walio na shaka kubwa zaidi. Do you understand? Naelewa Christians, Wakristo tu, most lazy and complicated people. watu ambao ni You don't understand wavivu, their faith. hata uwezi ukaelewa imani yao. Their faith is based on noise. Imani yao imejengwa kwa misingi ya kelele. We have to put our base in the word of God. Lazima imani yetu In the iwekwe katika neno la scripture. Mungu, katika maandiko, Yes. katika maandiko. Once we build our faith in the scripture, that's now Christianity. Wakati tunajenga imani yetu kwa maandiko, sasa ndio Ukristo. Christianity is not by saying I'm a Christian. Ukristo- Christianity is by living the Christian life. Ukristo sio kusema kwamba ate mimi ni Mkristo. Hapana, ni kuishi maisha ya Ukristo. Go to offices. If you're here in Nairobi, you are going to see people sitting in offices. On Sunday, they are in churches. They go and worship. But when you talk about corruption, they are those same people who are in offices, who claim to be Christians, who are corrupt, and they are Christians. Ukitembea makanisani utapata watu, na Can you kesho yake imagine? ukienda kwa ofisi utawapata wale watu. Lakini ufisadi ndio wamejaza, Can you wakijiita imagine? Wakristo. Is that we call it Christianity? Je, hiyo ndio tunaita Ukristo? The devil said to Jesus, Give me worship. Nipatie I ibada. give you money. Nikupatie pesa. Bwana asifiwe. Amen. The devil said to Jesus, Shetani akamwambia Yesu, give me the worship you give to God. nipe ile ibada ambayo unampatia I Mungu, give you money. na mimi nitakupatia I pesa, give you material. nitakupatia I utajiri, give you glory. nitakupatia I utukufu. have enough money. Niko na pesa ya I kutosha, have glory. niko na utukufu. All the kingdoms you see on earth, Falme zote They unazoziona are ulimwenguni, mine. yote ni mali they have yangu. been given to me. Mimi nilipatiwa, And I give them out na mimi nazipatia to whoever I want to kwa yule give. ambaye anataka. So worship me Kwa now. hivyo niabudu, And I give you. alafu nitakupatia. Jesus looked at him. Yesu akamwangalia, Therefore, ambia Shetani, my worship ibada yangu to God, ni ya Mungu. not to you. Usijaribu kuleta mchezo hapa. You go in Dubai. Ukienda kule When Dubai, it is time for worship, ikifika kati ya ibada, they close every shop. kila duka kufuli. You come with $1 million. Unakuja na milioni ya dola, You tell the shopper, unaambia yule mwenye you know duka, what? unajua nini, I have $1 million. niko na milioni dola moja I hapa, want to buy. nataka kununua vitu. The person will tell you, Yule mtu atakwambia hivi, get lost. potelea mbali, It's my time for worship. ni wakati wangu wa ibada. If you want to buy, Kama unataka kununua, you will wait utangojea masaa mawili until I finish mpaka worship. nimalize, And close. alafu afunge duka And if yake. you stranded with your $1 million, Alafu unabaki pale nje umezubana na pesa yako. Christian Mkristo cannot let go. hawezi achilia, He will tell you, atakwambia hey, hivi, haleluya, today is my day. leo ndio siku yangu, God has done it. Mungu ameifanya. That's what the Christian will tell you. Mkristo atakwambia hivyo. They are ready to put aside God's or spiritual assignment to get money. Let me tell you, whatever God has not ordained cannot prosper in your hands. You Chochote are just Mungu wasting your time. ruhusu maishani You mwako, are huwezi wasting kufanyia. your time. Unaharibu muda wako. Whatever, I repeat again. Narudia tena. You know what? When I'm dead, Wakati nimekufa, if you will be there kama nitakuwepo. that day, Amen. if you forget everything,
Remember this one. Amen. Whatever Chochote that kile God ambacho has not Mungu ordained hajakipaka cannot mafuta prosper mikononi in mwako. your hands. Haiwezi kukufanikisha Because you are a maishani. child of God. Sababu wewe ni mtoto wa Mungu. So there is no need Kwa hivyo hakuna haja to struggle ya kung'ang'ana outside the will of God, nje ya mapenzi ya trying to Mungu prosper. ukijaribu kufanikiwa. Oh God. Let me put it again in a good way. Wacha tubadilishe lugha kidogo. Whatever God has not ordained Chochote ambacho Mungu hajakiweka wakfu cannot prosper in your hands. hakiwezi fanikiwa mikononi mwako. That's why Ndio sababu struggling out of the will of God, uking'ang'ana nje ya mapenzi ya Mungu, trying to prosper, ujaribu you kufanikiwa, are wasting your time. unapoteza muda wako sana. Have time for God. Pata nafasi ya kuabudu Mungu. Have time for worship. Pata nafasi ya ibada. One day, Siku moja close your worship, your funga hata- office. funga Close ofisi your yako. business. Funga hata biashara yako. Say today, Sema leo I'm going to worship naenda God. kuabudu. The God of the Bible. Now, you just go before God Sasa uende mbele za Mungu and worship Him. na umwabudu yeye. God, Mungu, this is huu ni 2017. mwaka I 2017. want to walk in dominion. Nataka kutembea katika utawala. Protect my life. Linda maisha yangu. Protect my family. Linda familia yangu. Protect my business. Linda biashara yangu. Make my ways. Tengeneza njia zangu. Walk before me. Tembea mbele zangu. Let me follow you. Wacha nikufuate. At the center of it all, it's you that I see. It's you that I see. At the center of it all, it's you that I see. It's you that I see. There is power in your name. And you to ashes on the earth, no in the sight of all who saw you. So he's talking about the future and the past, everything. This is a prophecy. Now continue. All who know you among the peoples are appalled at you. You have come to a dreadful end and shall be no more forever. So a day is coming that the devil will be destroyed, Ya kwamba burnt shetani ataharibiwa and abolished forever na and chomwe will milele be no more. na hata kuwa tena. Now, he was in heaven, Alikuwa kule mbinguni full of glory akiwa na fahari and everything. na utukufu na kila kitu. Now, because of the beauty Kwa sababu ya ule urembo and glory given to him by na God, utukufu ambao Mungu alimupa, the Bible says he wanted to become like God. Biblia inasema kwamba akataka kuwa kama Mungu. That's why the Bible says, in your beauty, because of your beauty, you thought, you said to yourself, I will become like the Most High. So because of that, he was brought down. Ndio sababu Biblia inasema kwamba katika urembo wako, katika fahari yako ulitaka kuwa kama Mungu. Now, Ndio when he, sababu when he ukaangushwa. down, Wakati alianguka huku, he has no place of his own. hakuwa na mahali pake pa He is kukaa. now a wanderer. Sasa akakuwa kama mtoro. He's going here and there without a place. Anaranda huku na kule, hana mahali ya kukaa. And then he find man ruling on earth. Alafu akapata mwanadamu anatawala ulimwenguni And he has nowhere to rule. na hana mahali ya kutawala He yeye. wanted to rule in heaven, Alitaka utawala mbinguni and then he spoiled heaven, na kule akaharibu mambo was chased from heaven. na akafukuzwa. Now he comes on earth, Sasa anakuja duniani, man is a ruler on earth. mwanadamu ndiye He anatawala has nowhere ulimwenguni to go. na hana mahali ya kwenda. Now he become a wanderer. Sasa anakuwa kama mtoro. What can I do now? Ni nini ambayo nitafanya sasa? Heaven has been taken away. Mbingu imechukuliwa, The earth has been taken away. ulimwengu pia uko na wenyewe. So where do I Sasa go? mimi nitakaa What wapi? do I become? Mimi nitakuwa nini? I will trick this man. Huyu mtu nitamweka katika mtego I take his authority. na nichukue mamlaka yake, I rule the earth. alafu nitawale ulimwengu. That's what he did. Hivyo ndio alifanya. Now, to do that, Kufanya you hivyo, have to separate man from God. lazima sasa angemtenganisha mwanadamu na Mungu. Whoever want to have you Wakati anataka kuwa nao, must make sure he separates you from God. lazima akisha kwamba amekutenga na Mungu. Once you are separated from God, Wakati umetenganishwa na Mungu, you are naked. sasa umebaki You uchi, become a prey unakuwa kama that mawindo the devil can feast on you. ambayo shetani anaweza akakuwinda. So that is what he did. Hivyo ndivyo alifanya. So now, by telling Eve, did God say this? Kwa kuuliza Hawa, je, Mungu alisema hivi?
You should speak like an authority. lazima uongee kama mtu aliye katika Who are you mamlaka. to discuss God? Wewe ni nani ujadiliane na Mungu? That's all. Hivyo tu, Ama namna gani? si ndio? Was it necessary for him to answer the devil? No. Hakustahili kumjibu shetani. Hata Yesu mwenyewe hakumjibu That's why we shetani. have some children of God who are making shame to heaven. Ndio. They don't know their authority. They don't know their salvation. They don't understand what have been given by God. They discuss anything. Ndio sababu naona watoto wa Mungu wanaaibisha ufalme, kwa sababu hawajui mamlaka yao imefika kiwango gani. Hawajui ni mambo yapi ya kuweza kujadiliana na ambayo si ya kujadiliana. The devil is asking you, Shetani did anakuuliza, God say ABCD? je, ni Mungu alisema hivi na vile? Why are you asking? Wewe mbona unaniuliza? Mbona unauliza hayo maswali? Yeah. If you could have told the devil, why are you asking? Angemuuliza shetani, mbona unaniuliza Why hayo are you mambo? asking that question? Mbona unaniuliza hiyo swali? That's you know, you have authority. Hapo inamaanisha kwamba uko katika mamlaka. You are in power. Uko katika mamlaka. So you are not obligated to answer every question. No. Wewe haujawajibika kujibu swali lolote lile kutoka kwa yeyote So by yule. answering the question, Kwa kujibu lile swali, and then he went on. alafu sasa akaendelea na But when you see kuongea. Jesus, Lakini ukiangalia Yesu, when the devil says, wakati shetani anasema turn stones into bread, badilisha haya mawe yawe mkate, Jesus says, no. Yesu anamwambia Man hapana, shall not live by bread alone, damu hataishi kwa mkate peke by yake, the word of God. lakini kwa neno la Mungu. Worship me. Niabudu. My knees is for God, not Magoti you yangu devil. ni ya Mungu, si Oh, yako. do this. Oh, fanya hivi. Shut up. Anamwambia Get nyamaza. lost. Potelea mbali. You see, that's No. authority. Hiyo ni mamlaka. It's not you say, hey, you know what? He said we can eat everything. But you know what? This one we cannot eat. So what? Sio, So what? Sio kwanza kusema kwamba ndio alituambia tunaweza kula kitu, lakini hii alituambia tusikule. That's where everything is starting now. Ndio sababu mambo pale alianza Now, kuharibikia. after selling that glory, Baada ya kuuza ule utukufu, that authority, ile mamlaka, in the evening, jioni God came in the field. Mungu akatembea. Genesis chapter 3:7, I think, or 8. And then they heard the sound of what? Of the Lord. Of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. What happened? And the man and his wife did what? Eat themselves. To do what? Before the presence of God. And then among the hey, Mungu wa majeshi. Now let me surprise you. Sasa wacha niwashangaze. These people are hiding before God, Hawa watu wanajificha mbele ya Mungu, but they are comfortable with the devil lakini ati wako sawa kukaa na shetani. because they were talking with the devil. Sababu walikuwa wanaongea na They are yeye, here. wanajadiliana. Eat the fruit. Kula You matunda, become like God. utakuwa kama Mungu. They take fruit. Wanachukua mtunda, They eat. wanakula, They become wicked. wanakuwa waovu. Their eyes can see now. Macho yao yanaweza funguka They sasa, know they are naked. ndio wanaanza kutambua kwamba wako uchi. They are okay. Wako sawa na shetani They yako are not pale. hiding. Hawamjifichi kwa When shetani. God comes, Wakati Mungu anakuja, they go into hiding. wote wanaingia kichakani. The devil becomes their friend. Shetani anafanyika rafiki yao. God becomes their enemy. Sasa Mungu anakuwa ndiye adui. They are comfortable with the devil Wako sawa kukaa na and shetani, uncomfortable before God. lakini hawajisikii kutosheka kukaa na Mungu. So they sold their Kwa birthright. hivyo wakauza ile uzaliwa wa kwanza, Like Esau, they sold it. kama Esau wakauza. The devil took charge. Shetani sasa akachukua mamlaka, And Jesus says, na Yesu anasema hivi, the devil is in charge of the world. shetani ndiye mtawala wa dunia hii. Put John chapter 14 verse 30. It is there. Iko pale katika maandiko. This is Jesus himself saying. Huyu ni Yesu Kristo mwenyewe anasema haya mambo. He says, I will no longer talk much with you, Anasema for the sita- ruler of this world is coming. He has no claim on me. The ruler of what? Mtawala wa nini? Oh, come on. Did I write the Ulimwengu Bible? huu. The ruler of what? Wa ulimwengu huu. The ruler of this world is coming. This is Jesus talking. Huyu ni Yesu Kristo anaongea. The ruler of this world is coming. Anasema mtawala wa ulimwengu huu yuaja. So by sinning, Kwa kutenda dhambi, we gave the devil authority tukampatia shetani to mamlaka rule over us, ya kututawala to sisi, take charge. kuweza kuchukua usukani. That's why the Bible Kwa says, sababu Biblia inasema whoever sins yeyote anatenda dhambi, is a slave to sins. huyu amekuwa Mtumwa wa mtumwa wa dhambi. dhambi. So whenever you become a sinner, Wakati unakuwa mtenda dhambi, automatically you become a slave to mara sin.
sin. mmoja unakuwa mtumwa wa By dhambi. obeying the devil, Kwa kumtii we shetani become slave to the devil. unakuwa mtumwa wa shetani. Now, prayer, Sasa maombi, when we pray, wakati tunaomba, we engage God in our lives. basi tunamleta Mungu afanye kazi katika maisha yetu. We give our adoration and worship to God. Tunamupa sifa na ibada yetu kwake. And that is what the devil wants most. Na hicho ndicho kitu cha umuhimu ambao shetani hata yeye anataka. He wants us to worship him. Anataka sisi tumwabudu. He wants us to praise him. Anataka sisi tumtukuze. And we refuse with our worship. Na sisi tunakataa na ibada yetu. We give it to God. Tunaipatia Mungu. Now, because the devil is ruling here, Kwa sababu shetani ni mtawala wa huku, one way to engage God in our wakati lives tunataka kuleta Mungu maishani mwetu is by prayer. ni kwa maombi. That's why Jesus Ndio says, sababu Yesu anasema when you pray, wakati unaomba, say, Our Father in heaven, sema Baba yetu uliye mbinguni, may your kingdom, ufalme wako na uje. may your will be done on Kazi earth. yako yafanyike hapa duniani So kama when mbinguni. we pray, Wakati we tunaomba, bring the kingdom down. tunaushusha ule ufalme We tunaweka hapa chini. engage God in our lives. Tunaleta Mungu katika maisha We yetu. engage God in our Tunaleta situation Mungu katika hali zetu. so that He can operate. Siposa afanye kazi. When we don't pray, Kama hatuombi, nothing will happen. hakuna kitu ambayo itafanyika. That's why Jesus said, pray. Ndio sababu Yesu anawaambia ombeni. Hallelujah. Amen. So prayer is very Kwa important. hivyo maombi ni ya muhimu sana. A prayerless church Kanisa lisiloomba is a broke ni church. kanisa iliyovunjika. A prayerless church Kanisa ambalo is a haliombi crippled ni church. kanisa A iliyokilemaa. prayerless church Kanisa ambalo haliombi is a church that is ni blind. kanisa ambalo ni kipofu. A prayerless church Kanisa ambalo has haliombi no direction. halina mwelekeo. A prayerless church Kanisa ambalo haliombi has no future. hawana hata na A hatima. prayerless church Kanisa ambalo haliombi goes nowhere. haiendi mahali popote. Jesus says, Yesu Kristo anasema hivi. one man planted good seed in his farm. Mmoja mkulima akapanda mbegu mzuri katika shamba lake. When people went to sleep, Wakati watu walienda kulala, the enemy came into the adui farm akaja lile shambani and planted weeds in the na same farm. akapanda magugu. So when these things came up, Wakati mimea yote ilikomaa, the farmer saw weeds out of the farm. mkulima akaanza kuona magugu katikati He ya said, ngano. hey, Akasema, didn't we plant good seed? sisi tulipanda ngano Why is mzuri. it now that there is weeds in the farm? Ni vipi magugu yamemea pamoja na Where ngano? is it coming from? Yametokea wapi? The enemy planted Adui alipanda when they went to sleep. wakati walienda kulala. When you sleep, Wakati unalala it is dark. ni usiku. And the devil likes darkness. Na shetani anapenda giza sana. Darkness represents ignorance. Giza inaonyeshana kutojali. Darkness represents laziness. Inaonyesha hata pia uvivu. People who lack knowledge, Watu ambao wamekosa they hekima. don't understand the ways of God. Haelewi mambo, They wanaelewa don't mambo know ya how Mungu. God operates. Hawajui Mungu anafanya They kazi do yake. things their own ways. Wanafanya mambo kivyao. And now when the enemy comes, Alafu adui akija, they don't know what he's doing. hawajui hata yeye They anafanya are nini. asleep. Wamelala. The devil will come Shetani atakuja and inflict or inject sicknesses in their bodies na adunge magonjwa ndani ya mili yao when they are asleep. wakati wako usingizi. When they wake up in the morning, Wakiamka asubuhi, some organs of the body are unfunction, cannot function. viungo vingine vya mwili vinakataa kufanya kazi, They are in trouble. ziko katika tatizo. And then they go to see the doctor. Alafu anaenda kuona They daktari, say this organ is in trouble. wanawaambia kwamba hiki kiungo kiko katika shida. When you sleep, Wakati unalala, you give him opportunity. unampatia shetani nafasi. What does it mean to sleep? Inamaanishaje kulala? Spiritually speaking, Ukiongea katika hali ya kiroho, when you belong to Christ kama wewe ni mtoto wa Yesu and you don't pray, alafu hauombi, it means inamaanisha you are powerless. hauna nguvu, You don't have a cover. hauna kifuniko, You lack protection. unakosa You ulinzi, walk in darkness. unatembea katika giza. You know, shouting in church is just shouting. Unajua kupasa kelele kanisani ni But kupasa tu, walking in power lakini maombi ni is nguvu. something different. Maombi pia ni tofauti na The ya nguvu. land cannot be healed by shouting. Nchi haiwezi The ikaponywa land is katika healed by kelele. prayer. Nchi inaponywa katika maombi. Second Chronicles, Mambo ya Nyakati wa Pili, chapter what? Is it 7:14 or 14:7? Which one? Put it there. If my people who are called by my name humble themselves and do what? And pray. Listen, people. sikieni watu, The land is healed by prayer. inaponywa katika maombi. The land is not healed by money. Nchi haiponywi na pesa.
Do you understand? Naelewana? The land is not healed by material things. Nchi haiponywi kwa mali. The land is healed by prayer. Nchi inaponywa kwa maombi. Your family is healed by prayer. Familia yako itaponywa na maombi. Your life is protected by prayer. Maisha yako yatalindwa katika maombi. Your money cannot protect you. Pesa yako haiwezi kukulinda. That's why we have people with money but they cannot eat their money. Ndio sababu tunao watu wako na pesa lakini hawezi kuzifurahia. You see somebody has money but is in the hospital. Unaona mtu wako na pesa lakini ako katika kitanda cha maututi. There is a day I visited MP Shah Hospital. Nikitembea kule MP Shah Hospital. There is a day I visited MP Shah Hospital. Kuna siku nilitembea kule MP Shah Hospital. And then I found a man there. Na nikapata mtu pale. He's an Indian. Huyu alikuwa ni Muhindi. This man very rich. Huyu mtu ni tajiri kabisa. A billionaire. Very rich. Billionaire. In bed there. Katika kitanda pale. In ICU. Katika kitanda cha wagonjwa mahututi. He cannot eat his money. Hawezi kula pesa yake. He cannot enjoy anything. Hawezi furahia chochote. He's there. Ako pale. And he's still young. Na bado ni kijana mdogo. Don't tell me usiniambie that whoever dies, ya kwamba it is the will of God. Ni mapenzi ya Mungu. No. Hakuna. God forbid. Amen. Abel died. Abeli alikufa. God said to Cain, Mungu akamwambia, where is your brother? Ndugu yako ako wapi? Why did you kill him? Mbona ulimuua? I can hear the voice of his blood. Mimi nasikia sauti ya damu yake. And God cast him. Na Mungu akamlaani. It means maana yake that was one of the day written for Abel to die. Hiyo sio siku ambayo Abeli alikuwa ameandikiwa kufa. But Cain killed him. Lakini Kaini akamuua. Do you understand? Unaelewa sasa? When you are sick, wakati uko mgonjwa, don't say it's the will of God. Useme ni mapenzi ya Mungu. The devil can plant it in your body. Shetani anaweza ipanda maishani mwako. Do you understand? Mwili wako. Because if you don't pray, kwa sababu usipoomba, how are you protected? Ni vipi wewe umelindwa? You cry for your marriage. Unalilia ndoa yako. My marriage is not working. My husband is going out. You cannot even pray. Huwezi hata ukaomba. Very lazy. Ukiwa mtu mvivu sana. You eat from tarehe 1 ya January to tarehe 31 ya December. Eat until you become food. Listen, man. Unakula kuanzia tarehe 1 ya Januari mpaka 31 December. In this kingdom we don't operate that way. Katika ufalme huu mambo hayafanyiki vile. In the kingdom of God we know that we are at war. Katika ufalme wa Mungu tunajua kwamba tuko katika vita. We know we are at war. Tunajua kwamba tuko katika vita. We know the devil hates us with passion. Tunajua kwamba shetani anatuchukia kikamilifu. He hates us seriously. Anatuchukia kabisa kabisa. If he can get the opportunity, he destroy. You know, he hates us. Akipata nafasi ni kukusiaga, atakusiaga. He hates us. Anatuchukia sana. I want you to know that. Nataka ujue hivyo. There are many things that happen. Kuna mambo mengi ambayo yanafanyika. They have not been ordained by God in our lives. Ambayo hayajaruhusiwa na Mungu katika maisha yetu. God cannot ordain evil into our lives. Mungu hawezi ruhusu uovu ndani ya maisha yetu. God cannot ordain evil into our lives. Mungu hawezi ruhusu uovu ndani ya maisha yetu. When evil come to us, wakati uovu unatujia, it is not that God has sent evil to us. Si kwamba Mungu ndiye ametuma ule uovu kwetu. Joseph said to his brothers, Yusufu anamwambia ndugu zao, you plan to do me evil, mlipanga kunitendea uovu, but God changed it, lakini Mungu akaibadilisha into something good, kuwa kitu kizuri. So whatever Joseph went through, kwa hivyo chochote ambacho mnachagua kufanya, don't say it is God. Usiseme kwamba ni Mungu. Hapana. No way. When human being want to do evil, wakati mwanadamu atakayependa kufanya uovu, sometimes God look at it. Wakati mwingine Mungu anaiangalia tu. But lakini when he look at Joseph, akiangalia Yusufu, he loves God. Anampenda Mungu. He fears God. Akona Mungu. And God now guide. Sasa Mungu anaongoza. Whatever they plan, ule uovu, he turned the evil into good. Anabadilisha ule uovu kuwa kitu to bless Joseph. Umbariki Yusufu. Whatever evil the enemy plans against you, uovu wote ambao shetani God is turning it into good. Mungu anaubadilisha kwa wema. To the glory of God. Kwa utukufu wake Mungu. But lakini open your heart. Fungua moyo wako. Be prayerful. Kuwa mtu wa maombi. This is the only way we protect the church. Hii ndio njia ya pekee ya kulinda kanisa. There is no any other way we can protect the church. Hakuna njia nyingine ya kulinda kanisa. Through leadership, katika uongozi, it will show people to pray. Ni kuonyesha watu jinsi ya kuomba. When you read the book of Genesis chapter 15, wakati unasoma Mwanzo sura ya 15, God said to Abraham, Mungu anamwambia Abraham, your children will go into slavery, watoto wako wataenda katika utumwa for 400 years. Kwa miaka 400. But they spent 430 years. Lakini walitumika miaka 430. Because of lack of leadership. Kwa sababu ya kukosa uongozi. Because of lack of prayer. Ni kwa sababu ya kukosa maombi. Jeremiah prophesied. Jeremia akatabiri that Israel will go into captivity ya kwamba Israeli itaenda kule for 70 years. Kwa miaka 70. But they came out before 70 years.
kuja kabla ya miaka Because 70. Daniel prayed and interceded. Kwa sababu Danieli aliomba na akaweza kuwaombea. Because of the prayer of Daniel, Kwa sababu ya maombi ya Danieli, the 70 years were shortened. ile miaka 70 ikafunguzwa. That's why they say, Ndio sababu anasema when we came out, wakati tulitoka we were like dreaming. tulikuwa ni kama tunaota. We could not believe it. Hatungeweza kuamini We came out kwamba tulitoka of the bondage. ya katika kile We kifungo. could not believe our eyes. Tungeamini macho yetu. When there is prayer and fasting, Wakati wa kufunga na your kuomba, miracle is anticipated. muujiza wako unaachiliwa. Your blessings is maximized. Baraka zako zinaonekana kwa wingi. You know what? Unajua nini? Your things move in acceleration Vitu zako zinatembea katika nguvu because there is prayer. kwa sababu ya maombi. When there is no prayer, Wakati hakuna maombi, you can stay in that situation for so long time unaweza kaa katika hali moja kwa muda mrefu and sana you see no change. na huoni mabadiliko yoyote. When we tell the church pray, Kiambia kanisa liombe, it is out of love. ni kutoka kwa upendo, It is out of God's word. ni kutoka kwa neno la It Mungu, is out of God's will. ni kutoka katika mapenzi ya To Mungu. pray is not to suffer. Kuomba si kuteseka, It's to give God authorization. ni kumpatia Mungu ruhusa Come into my situation. kuja katika hali yangu. I know there is a will in heaven for me. Najua kwamba kuna mapenzi mbinguni kwa ajili There is yangu. the will of God for me in heaven. Kuna mapenzi ya Mungu katika mbingu kwa That ajili will yangu. of God is for my prosperity. Na ule mapenzi ya Mungu ni kwa It's ufanisi for my wangu. peace and my Ni blessings. kwa ajili ya amani yangu na baraka yangu. Oh God, bring that will to pass into my life. Mungu ufanye yale mapenzi yako So yakatimie you maishani mwangu. engage heaven into your life. Kwa hivyo unaleta mbingu katika maisha yako. Engage heaven into your marriage. Unaleta mbingu katika ndoa yako. Engage heaven into your situation. Unaleta mbingu katika hali yako. That's how things will operate. Hivyo ndivyo mambo yatafanya kazi. If you don't pray, Kama utaomba, oh, Mungu atafanya tu kwa wakati yake. kwa neema tu Mungu atafanya. Tumeokolewa kwa neema. We've been saved Paul by the grace. says, I prayed, Biblia inasema Paulo aliomba, I fasted nikafunga in multiplication. katika kwa wingi sana. I fought the beast at Ephesus. Nilipigana na yule my mnyama God. kule wa Efeso. I prayed day and night Nikaomba usiku na mchana until he was taken to the third heaven. mpaka nikapelekwa katika mbingu ya He tatu. saw revelations. Akaona maufunuo, He saw things aliona mambo that were strange in his days ambayo alikuwa because of hayajulikana prayer katika wakati and wake. fasting. Kwa sababu ya maombi ya You kufunga na don't kuomba. receive revelation sitting at the pot of meat, eating meat, isn't it? And Yes. then you receive heavenly revelations. The devil is a liar. Huwezi ukapokea maono wakati umekaa kwa choma base. Wewe unakula nyama na minofu kila asubuhi. Huwezi ukapata. Huh? Sitting at the pot of meat, Wewe umekaa Huh? katika mahali ambao nyama and then wanachoma. you want a revelation from Na heaven. Which unapata revelations? ufahamu ama hekima Which kutoka Mungu. revelations? Huwezi pata hata ufunuo. Moses Musa saw God aliona Mungu from behind kutoka nyuma through prayer and fasting. kupitia kufunga na kuomba, Not sitting at the pot of fish. si kukaa katika mahali ambao wana Listen, choma people of samaki. God. Sikieni watu, There is no revival on earth hakuna ufufio hapa duniani that came ambao ulikuja because of the way people were eating. kwa sababu ya vile watu walikuwa wanakula. Every revival that came on earth, Kila ufufio ambao ulikuja hapa it duniani came through prayer and fasting. ulikuja kupitia maombi ya kufunga na kuomba. When darkness came on earth, Wakati giza ilibubika hapa ulimwenguni, there were no more the word of God. neno la Mungu halikuweko tena. In Rome, people started worshiping statues Kule Roma watu wakaanza kuabudu sanamu na and then vinyago, worship many things. na wakaabudu vitu vingi sana. They teach foreign things Wakaanza kufunza vitu tofauti na za Mungu, about purgatory, about Kuhusu purgatory, worship of Mary, kuhusu worship kuabudu of kwa the Maria, saints, na and watakatifu, funny things. na vitu ambavyo They ni vya went maajabu. away from the word of God, Wakatoka nje ya mapenzi ya Mungu and the gospel shall be preached. na injili itahubiriwa. When they went away from the scripture, Sasa wakatoroka katika darkness maandiko came, na giza ikaingia. and then you have these reformations. Sasa kuna haya mageuzi, They brought a bit of revival, went back in darkness. A bit of revival, darkness. Now, in 1903, somewhere there to 6, katika mwaka wa that is 1903 now when revival will come again. ndio sasa ufufio The ukaanza kuja Holy tena. Spirit returned, came on earth. Roho Mtakatifu akaja tena duniani. You know, the revival that's written for Azusa, you know, Yeah. the Azusa revival. So it came Ufufio wa asubuhi because of prayer ulikuja kwa ajili ya maombi and fasting. na kufunga. People
people went in search of God. Watu wakaanza kumtafuta They Mungu, pray again wakaomba tena until the Holy Spirit came again. mpaka Roho Mtakatifu akashuka tena. That's why we talk about Pentecotism. Ndio sababu tunaongea kuhusu The Upentekosto, speaking in tongues. kunena kwa lugha mpya. That's when it started again. Sasa ikaanza upya The tena. Holy Spirit came like in the days of Pentecost. Roho Mtakatifu akaja kama siku za And people Pentekoste. spoke in tongues again, they will speak today. Watu wakaanza kuongea kwa lugha mpaka wa leo. And then the gospel spread. Alafu injili sasa ikaenea. Listen, people of God. Sikieni watu wa Mungu, The grace of God, neema ya Mungu, the fact that Jesus died for you, licha ya kwamba Yesu alikufilia, cannot prevent you from prayer. haiwezi kukuzuia wewe Cannot usiombe, prevent you from, fasting. haiwezi kuzuia wewe kufunga na kuomba, Because Jesus did it. kwa sababu hata yeye Yesu mwenyewe You alifanya. call him master, he did it. Yeye unayemuita Bwana alifanya hivyo. Paul was also saved by grace. Paulo pia aliokolewa kwa neema. He was a prayerful person. Alikuwa mtu wa maombi sana, Prayed and fasted kuomba na kufunga in multiplication kwa wingi to sana, be clothed by the power of God, akafikwa na nguvu ya Mungu, so that you live as a child of God. ndiposa uishi kama mtoto wa Mungu. Today, Leo if you look at the Christians, ukiangalia Wakristo, you look at the unbelievers, unaangalia wale wasioamini, they are the most doubtful kind of people. ndio watu walio na shaka kubwa zaidi. Do you understand? Naelewa Christians, Wakristo tu, most lazy and complicated people. watu ambao ni You don't understand wavivu, their faith. hata uwezi ukaelewa imani yao. Their faith is based on noise. Imani yao imejengwa kwa misingi ya kelele. We have to put our base in the word of God. Lazima imani yetu In the iwe katika neno la scripture. Mungu, katika maandiko. Yes. Katika maandiko. Once we build our faith in the scripture, that's now Christianity. Wakati tunajenga imani yetu kwa maandiko, sasa ndio Ukristo. Christianity is not by saying I'm a Christian. Ukristo- Christianity is by living the Christian life. Ukristo sio kusema kwamba ate mimi ni Mkristo. Hapana, ni kuishi maisha ya Ukristo. Go to offices if you're here in Nairobi. You are going to see people sitting in offices. On Sunday, they are in churches. They go and worship. But when you talk about corruption, there are those same people who are in offices, who claim to be Christians, who are corrupt, and they are Christians. Ukitembea makanisani utapata watu, na Can you kesho yake imagine? ukienda kwa ofisi utawapata wale watu. Lakini ufisadi ndio wamejaza, Can you wakijiita imagine? Wakristo. Is that we call it Christianity? Je, hiyo ndio tunaita Ukristo? The devil said to Jesus, Give me worship. Nipatie I ibada. give you money. Nikupatie pesa. Bwana asifiwe. Amen. The devil said to Jesus, Shetani akamwambia Yesu, give me the worship you give to God. nipe ile ibada ambayo unampatia I Mungu, give you money. na mimi nitakupatia I pesa. give you material. Nitakupatia I utajiri. give you glory. Nitakupatia I utukufu. have enough money. Niko na pesa ya I kutosha. have glory. Niko na utukufu. All the kingdoms you see on earth, Falme zote They unazoziona are ulimwenguni, mine. yote ni mali they have yangu. been given to me. Mimi nilipatiwa, And I give them out na mimi nazipatia to whoever I want to kwa yule give. ambaye anataka. So worship me Kwa now. hivyo niabudu, And I give you. alafu nitakupatia. Jesus looked at him. Yesu akamwangalia, Therefore, ambia Shetani, my worship ibada yangu to God, ni ya Mungu. not to you. Usijaribu kuleta mchezo hapa. You go in Dubai. Ukienda kule When Dubai, it is time for worship, ikifika kati ya ibada, they close every shop. kila duka kufuli. You come with $1 million. Unakuja na milioni ya dola, You tell the shopper, unaambia yule mwenye you know duka, what? unajua nini, I have $1 million. niko na milioni dola moja I hapa, want to buy. nataka kununua vitu. The person will tell you, Yule mtu atakwambia hivi, get lost. potelea mbali, It's my time for worship. ni wakati wangu wa ibada. If you want to buy, Kama unataka kununua, you will wait utangojea masaa mawili until I finish mpaka worship. nimalize, And close. alafu afunge duka And if yake. you stranded with your $1 million, Alafu wewe unabaki pale nje umezubana A pesa Christian yako. Mkristo cannot let go. hawezi achilia, He will tell you, atakwambia hey, hivi, haleluya, today is my day. leo ndio siku yangu, God has done it. Mungu ameifanya. That's what the Christian will tell you. Mkristo atakwambia hivyo. They are ready to put aside God's or spiritual assignment to get money. Let me tell you, whatever God has not ordained cannot prosper in your hands. You are just wasting your time. Ruhusu maishani You mwako. are wasting your time. Unaharibu muda wako. Whatever, I repeat again. Narudia tena. You know what? When I'm dead, Wakati nimekufa. if you will be there Kama nitakuwepo. that day, Amen. if you forget everything, remember this one. Amen. Whatever Chochote that kile God ambacho has not Mungu ordained hajakipaka cannot mafuta prosper maishani in mwako. your hands. Haiwezi kukufanikisha Because you are a maishani. child of God. Sababu wewe ni mtoto wa Mungu.
So there is no need Kwa hivyo hakuna haja to struggle ya kung'ang'ana outside the will of God, nje ya mapenzi ya trying to Mungu, prosper. ukijaribu kufanikiwa. Oh God. Let me put it again in a good way. Wacha tubadilishe lugha kidogo. Whatever God has not ordained Chochote ambacho Mungu hajakiweka wakfu cannot prosper in your hands. akiwezi fanikiwa mikononi mwako. That's why Ndio sababu struggling out of the will of God, uking'ang'ana nje ya mapenzi ya Mungu, trying to prosper, ujaribu you kufanikiwa, are wasting your time. unapoteza muda wako sana. Have time for God. Pata nafasi ya kuabudu Mungu. Have time for worship. Pata nafasi ya ibada. One day, Siku moja close your worship, your funga hata- office. funga Close ofisi your yako. business. Funga hata biashara yako. Say today, Sema leo I'm going to worship naenda God. kuabudu. The God of the Bible. Now, you just go before God Sasa uende mbele za Mungu and worship Him. na umwabudu yeye. God, Mungu, this is huu ni 2017. mwaka I 2017. want to walk in dominion. Nataka kutembea katika utawala. Protect my life. Linda maisha yangu. Protect my family. Linda familia yangu. Protect my business. Linda biashara yangu. Make my ways. Tengeneza njia zangu. Walk before me. Tembea mbele zangu. Let me follow you. Wacha nikufuate. At the center of it all, it's you that I see. It's you that I see. At the center of it all, it's you that I see. It's you that I see. There is power in your name. Kamilifu. He hates us seriously. Anatuchukia If he kabisa can get kabisa. the opportunity he destroy. You know, he hates us. Akipata nafasi ni kukusiaga, atakusiaga. He hates us. Anatuchukia sana. I want you to know that. Nataka ujue hivyo. There are many things that happen. Kuna mambo mengi ambayo yanafanyika They have not been ordained by God in our lives. ambayo hayajaruhusiwa na Mungu katika maisha yetu. God cannot ordain evil into our lives. Mungu hawezi ruhusu Hey, come uovu on, ndani man. ya maisha yetu. God cannot ordain evil into our lives. Mungu hawezi ruhusu uovu ndani ya maisha yetu. When evil come to us, Wakati uovu unatujia, it is not that God has sent evil to us. si ya No. kwamba Mungu ndiye ametuma ule uovu kwetu. Joseph said to his brothers, Yusufu anamwambia ndugu zao, you plan to do me evil, mlipanga kunitendea but uovu, God changed it lakini Mungu into akaibadilisha something kuwa good. kitu kizuri. So whatever Joseph went through, Kwa hivyo chochote ambacho mnachagua kufanya, don't say it is God. Usiseme kwamba Hapana. ni Mungu, hapana. Hapana. No way. When a human being want to do evil, wakati mwanadamu atakayependa kufanya uovu, sometimes God look at it. wakati mwingine Mungu anaiangalia tu, But lakini when you look at Joseph, akiangalia Yusufu, he loves God, anampenda Mungu, he fears God, ako na Mungu. and God now guide. Sasa Mungu anaongoza Whatever they plan, ule uovu, he turned the evil into good anabadilisha ule uovu kuwa to kitu kizuri. bless Joseph. Umbariki Yusufu. Whatever evil the enemy plans against you, Uovu wote ambao shetani God amepanga is kwa turning it yako, into good, Mungu anaubadilisha kwa the wema, glory of God. kwa utukufu wake Mungu. But Lakini open your heart, fungua moyo wako, be prayerful. kuwa mtu wa This maombi. is the only way we protect the church. Hii ndiyo njia ya pekee ya kulinda kanisa. There is no any other way we can protect the church. Hakuna njia nyingine ya kulinda kanisa. Through leadership, Katika uongozi it will show people to pray. ni kuonyesha watu jinsi ya kuomba. When you read the book of Genesis chapter 15, Wakati unasoma Mwanzo sura ya God 15, said to Abraham, Mungu anamwambia Abrahamu, your children will go into slavery watoto wako wataenda katika for utumwa 400 years. kwa miaka 400, But they spent 430 years. lakini walitumika miaka 430 Because of lack of leadership, kwa sababu ya kukosa because of uongozi. lack of prayer. Ni kwa sababu ya kukosa maombi. Jeremiah prophesied Yeremia that akatabiri Israel will go into captivity ya kwamba Israeli itaenda kule for kwa utumwa 70 years. kwa miaka 70. But they came out before 70 years. Yalikuja kabla ya miaka Because 70. Daniel
prayed and interceded. Kwa sababu Danieli aliomba na akaweza kuwaombea. Because of the prayer of Daniel, Kwa sababu ya maombi ya Danieli, the 70 years were shortened. ile miaka 70 ikafunguzwa. That's why they say, Ndio sababu anasema when we came out, wakati tulitoka we were like dreaming. tulikuwa ni kama tunaota. We could not believe it. Hatungeweza kuamini We came out kwamba tulitoka of the bondage. ya katika kile We kifungo. could not believe our eyes. Tungeamini macho yetu. When there is prayer and fasting, Wakati wa kufunga na your kuomba, miracle is anticipated. muujiza wako unaachiliwa. Your blessings is maximized. Baraka zako zinaonekana kwa wingi. You know what? Unajua nini? Your things move in acceleration Vitu zako zinatembea katika nguvu because there is prayer. kwa sababu ya maombi. When there is no prayer, Wakati hakuna maombi, you can stay in that situation for so long time unaweza kaa katika hali moja kwa muda mrefu and sana you see no change. na huoni mabadiliko yoyote. When we tell the church to pray, Kiambia kanisa liombe, it is out of love. ni kutoka kwa upendo, It is out of God's word. ni kutoka kwa neno la It Mungu, is out of God's will. ni kutoka katika mapenzi ya To Mungu. pray is not to suffer. Kuomba si kuteseka, It's to give God authorization. ni kumpatia Mungu ruhusa Come into my situation. kuja katika hali yangu. I know there is a will in heaven for me. Najua kwamba kuna mapenzi mbinguni kwa ajili There is yangu. the will of God for me in heaven. Kuna mapenzi ya Mungu katika mbingu kwa That ajili will of yangu. God is for my prosperity. Na ule mapenzi ya Mungu ni kwa It's ufanisi for my wangu. peace and my Ni blessings. kwa ajili ya amani yangu na baraka yangu. Oh God, bring that will to pass into my life. Mungu ufanye yale mapenzi yako So yakatimie you maishani mwangu. engage heaven into your life. Kwa hivyo unaleta mbingu katika maisha yako. Engage heaven into your marriage. Unaleta mbingu katika ndoa yako. Engage heaven into your situation. Unaleta mbingu katika hali yako. That's how things will operate. Hivyo ndivyo mambo yatafanya kazi. If you don't pray, Kama utaomba, oh, Mungu atafanya tu kwa wakati yake. kwa neema tu Mungu atafanya. Tumeokolewa kwa neema. We've been saved by Paul the grace. says, I prayed, Biblia inasema Paulo aliomba, I fasted nikafunga in multiplication. katika kwa wingi sana. I fought the beast at Ephesus. Nilipigana na yule my mnyama God. kule wa Efeso. I prayed day and night Nikaomba usiku na mchana until he was taken to the third heaven. mpaka nikapelekwa katika mbingu ya He tatu. saw revelations. Akaona maufunuo, He saw things aliona mambo that were strange in his days ambayo alikuwa because of hayajulikana prayer katika wakati and wake. fasting. Kwa sababu ya maombi ya You kufunga na don't kuomba. receive revelation sitting at the pot of meat, eating meat, isn't it? And Yes. then you receive heavenly revelations. The devil is a liar. Huwezi ukapokea maono wakati umekaa kwa choma base. Wewe unakula nyama na minofu kila asubuhi. Huwezi ukapata. Huh? Sitting at the pot of meat, Wewe umekaa Huh? katika mahali ambao nyama and then wanachoma. you want a revelation from Na heaven. Which unapata revelations? ufahamu ama hekima Which kutoka Mungu. revelations? Huwezi pata hata ufunuo. Moses Musa saw God aliona Mungu from behind kutoka nyuma through prayer and fasting. kupitia kufunga na kuomba, Not sitting at the pot of fish. si kukaa katika mahali ambao wana Listen, choma people of samaki. God. Sikieni watu, There is no revival on earth hakuna ufufio hapa duniani that came ambao ulikuja because of the way people were eating. kwa sababu ya vile watu walikuwa wanakula. Every revival that came on earth, Kila ufufio ambao ulikuja hapa it duniani came through prayer and fasting. ulikuja kupitia maombi ya kufunga na kuomba. When darkness came on earth, Wakati giza ilibubika hapa ulimwenguni, there were no more the word of God. neno la Mungu halikuweko tena. In Rome, people started worshiping statues Kule Roma watu wakaanza kuabudu sanamu na and then vinyago, worship many things. na wakaabudu vitu vingi sana. They teach foreign things Wakaanza kufunza vitu tofauti na za Mungu, about purgatory, about Kuhusu purgatory, worship of Mary, kuhusu worship of kuabudu the kwa Maria, saints, na and watakatifu, funny things. na vitu ambavyo They ni vya went maajabu. away from the word of God, Wakatoka nje ya mapenzi ya Mungu and the gospel shall be preached. na injili itahubiriwa. When they went away from the scripture, Sasa wakatoroka katika darkness maandiko came, na giza ikaingia. and then you have these reformations. Sasa kuna haya mageuzi, They brought a bit of revival, went back in darkness. A bit of revival, darkness. Now, in 1903, somewhere there to 6, katika mwaka wa that is 1903 now when revival will come again. ndio sasa ufufio The ukaanza kuja Holy tena. Spirit returned, came on earth. Roho Mtakatifu akaja tena duniani. You know, the revival that's written for Azusa, you know, Yeah. the Azusa revival. So it came Ufufio wa asubuhi because of prayer ulikuja kwa ajili ya maombi and fasting. na kufunga. People
people went in search of God. Watu wakaanza kumtafuta They Mungu, pray again wakaomba tena until the Holy Spirit came again. mpaka Roho Mtakatifu akashuka That's tena. why we talk about Pentecotism. Ndio sababu tunaongea kuhusu The Upentekosto, speaking in tongues. kunena kwa lugha mpya. That's when it started again. Sasa ikaanza upya The tena. Holy Spirit came like in the days of Pentecost. Roho Mtakatifu akaja kama siku za And people Pentekoste. spoke in tongues again, they will speak today. Watu wakaanza kuongea kwa lugha mpaka wa leo. And then the gospel spread. Alafu injili sasa ikaenea. Listen, people of God. Sikieni watu wa Mungu, The grace of God, neema ya Mungu, the fact that Jesus died for you, licha ya kwamba Yesu alikufilia, cannot prevent you from prayer. haiwezi kukuzuia wewe Cannot usiombe, prevent you from, fasting. haiwezi kuzuia wewe kufunga na kuomba, Because Jesus did it. kwa sababu hata yeye Yesu mwenyewe You alifanya. call him master, he did it. Yeye unayemuita Bwana alifanya hivyo. Paul was also saved by grace. Paulo pia aliokolewa kwa neema. He was a prayerful person. Alikuwa mtu wa maombi sana, Prayed and fasted kuomba na kufunga in multiplication, kwa wingi to sana, be clothed by the power of God, akafikwa na nguvu ya Mungu, so that you live as a child of God. ndiposa uishi kama mtoto wa Mungu. Today, Leo if you look at the Christians, ukiangalia Wakristo, you look at the unbelievers, unaangalia wale wasioamini, they are the most doubtful kind of people. ndio watu walio na shaka kubwa zaidi. Do you understand? Naelewa Christians, Wakristo tu, most lazy and complicated people. watu ambao ni You don't understand wavivu, their faith. hata uwezi ukaelewa imani yao. Their faith is based on noise. Imani yao imejengwa kwa misingi ya kelele. We have to put our base in the word of God. Lazima imani yetu In iwe the katika neno la scripture. Mungu, katika maandiko. Yes. Katika maandiko. Once we build our faith in the scripture, that's now Christianity. Wakati tunajenga imani yetu kwa maandiko, sasa ndio Ukristo. Christianity is not by saying I'm a Christian. Ukristo- Christianity is by living the Christian life. Ukristo sio kusema kwamba ate mimi ni Mkristo. Hapana, ni kuishi maisha ya Ukristo. Go to offices if you're here in Nairobi. You are going to see people sitting in offices. On Sunday, they are in churches. They go and worship. But when you talk about corruption, there are those same people who are in offices, who claim to be Christians, who are corrupt, and they are Christians. Ukitembea makanisani utapata watu, na Can you kesho yake imagine? ukienda kwa ofisi utawapata wale watu. Lakini ufisadi ndio wamejaza, Can you wakijiita imagine? Wakristo. Is that we call it Christianity? Je, hiyo ndio tunaita Ukristo? The devil said to Jesus, Give me worship. Nipatie I ibada. give you money. Nikupatie pesa. Bwana asifiwe. Amen. The devil said to Jesus, Shetani akamwambia Yesu, give me the worship you give to God. nipe ile ibada ambayo unampatia I Mungu, give you money. na mimi nitakupatia I pesa. give you material. Nitakupatia I utajiri. give you glory. Nitakupatia I utukufu. have enough money. Niko na pesa ya I kutosha. have glory. Niko na utukufu. All the kingdoms you see on earth, Falme zote They unazoziona are ulimwenguni, mine. yote ni mali they have yangu. been given to me. Mimi nilipatiwa, And I give them out na mimi nazipatia to whoever I want to kwa yule give. ambaye anataka. So worship me Kwa now. hivyo niabudu, And I give you. alafu nitakupatia. Jesus looked at him. Yesu akamwangalia, Therefore, ambia Shetani, my worship ibada yangu to God, ya Mungu. not to you. Usijaribu kuleta mchezo hapa. You go in Dubai. Ukienda kule When Dubai, it is time for worship, ikifika kati ya ibada, they close every shop. kila duka kufuli. You come with $1 million. Unakuja na milioni ya dola, You tell the shopper, unaambia yule mwenye you know duka, what? unajua nini, I have $1 million. niko na milioni dola moja I hapa, want to buy. nataka kununua vitu. The person will tell you, Yule mtu atakwambia hivi, get lost. potelea mbali, It's my time for worship. ni wakati wangu wa ibada. If you want to buy, Kama unataka kununua, you will wait utangojea masaa mawili until I finish mpaka worship. nimalize, And close. alafu afunge duka And if yake. you stranded with your $1 million, Alafu unabaki pale nje umezubana A pesa Christian yako. Mkristo cannot let go. hawezi achilia, He will tell you, atakwambia hey, hivi, haleluya, today is my day. leo ndio siku yangu, God has done it. Mungu ameifanya. That's what the Christian will tell you. Mkristo atakwambia hivyo. They are ready to put aside God's or spiritual assignment to get money. Let me tell you, whatever God has not ordained cannot prosper in your hands. You Chochote are just Mungu wasting your time. hajaruhusu maishani You mwako, are huwezi wasting kufanyia. your time. Unaharibu muda wako. Whatever, I repeat again. Narudia tena. You know what? When I'm dead, Wakati nimekufa, if you will be there kama nitakuwepo. that day, Amen. if you forget everything, remember this one. Amen. Whatever Chochote that kile God ambacho has not Mungu ordained hajakipaka cannot mafuta prosper mikononi in your mwako. hands. Haiwezi kukufanikisha Because you are a maishani. child of God. Sababu wewe ni mtoto wa Mungu.
So there is no need Kwa hivyo hakuna haja to struggle ya kung'ang'ana outside the will of God, nje ya mapenzi ya trying to Mungu, prosper. ukijaribu kufanikiwa. Oh God. Let me put it again in a good way. Wacha tubadilishe lugha kidogo. Whatever God has not ordained Chochote ambacho Mungu hajakiweka wakfu cannot prosper in your hands. akiwezi fanikiwa mikononi mwako. That's why Ndio sababu struggling out of the will of God, uking'ang'ana nje ya mapenzi ya Mungu, trying to prosper, ujaribu you kufanikiwa, are wasting your time. unapoteza muda wako sana. Have time for God. Pata nafasi ya kuabudu Mungu. Have time for worship. Pata nafasi ya ibada. One day, Siku moja close your worship, your funga hata- office. funga Close ofisi your yako. business. Funga hata biashara yako. Say today, Sema leo I'm going to worship naenda God. kuabudu. The God of the Bible. Now, you just go before God Sasa uende mbele za Mungu and worship Him. na umwabudu yeye. God, Mungu, this is huu ni 2017. mwaka I 2017. want to walk in dominion. Nataka kutembea katika utawala. Protect my life. Linda maisha yangu. Protect my family. Linda familia yangu. Protect my business. Linda biashara yangu. Make my ways. Tengeneza njia zangu. Walk before me. Tembea mbele zangu. Let me follow you. Wacha nikufuate. At the center of it all, it's you that I see. It's you that I see. At the center of it all, it's you that I see. It's you that I see.